Asante sana studio, karibu sana katika Mizani ya Wiki, kipindi ambacho kinaangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya wiki hii inayomalizikia leo. Mimi ni Jamali Hashim, ni kualike kwa moyo mkunjufu kwa takriban dakika hizi 25 kujumuika nami kuangalia yale ambayo tumekuandalia. Pamekuwa na mambo mengi sana wiki, lakini kubwa ni mambo ya siasa. Safari ya siku 60 mpaka sasa za kampeni za wagombea urais kupitia vyama 17 vilivyosimamisha wagombea wa nafasi hiyo ya urais inatarajia kufikia tamati Oktoba 28 mwaka huu. Hatua hii imefikiwa baada ya wagombea hao wa nafasi hiyo kutumia siku hizo kunadi sera zao na ilani ya vyama vyao, kuomba ridhaa kwa Watanzania kupitia majukwaa ya kisiasa, kampeni zilizoanza rasmi Agosti 28 mwaka huu. Kwa sasa vyama vimetawanyika katika maeneo mbalimbali nchini ili kuhitimisha ratiba zao za kampeni. Ingawa baadhi ya vyama hivyo vimehitimisha kampeni zao, ikiwemo chama cha AFP ambaye mgombea wake ni Kunje Ngombare Mwiru, wakati wa kuhitimisha kampeni zake huko Dodoma aliwaomba Watanzania wamchague ili kupambana na mafisadi na viongozi waliokosa uzalendo, ambapo katika mapambano hayo sasa ameahidi atachimba bwawa la kuhifadhi mamba ili wale watakaobainika ni mafisadi atawatupa huko wale na mamba katika bwawa hilo. Naye mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan amewaaga wakazi wa Dar es Salaam, lakini bado anaendelea na kampeni zake na anatarajia kuhitimisha kampeni zake huko Mwanza Oktoba 28 kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Lakini akiwa hapa Dar es Salaam katika wilaya ya Temeke kuhitimisha kuwaaga wakazi wa Dar es Salaam, alisema anataka kufanya, iwapo Watanzania watampa ridhaa tena, atafanya siasa jumuishi. Atahakikisha siasa jumuishi, atajenga siasa jumuishi. Sasa hii siasa jumuishi maana yake nini? Kwanza tumsikilize yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan anasema nini kuhusiana na hiyo hoja ya siasa jumuishi, na kisha tutarejea hapa kuendelea kuijadili hii hoja. Jambo la tatu ni siasa safi. Nataka kuambia hakuna formula. Hakuna mtu kaja na package akasema ukifanya haya ni siasa safi. Siasa safi ni ile inayohakikisha nchi yako iko salama, watu wako wako salama, watu wanajumuishwa kwenye kufanya maamuzi ya mambo yao. Na sisi hilo tunalifanya kwa kiasi kikubwa. Tunaunda makamati mengi tu yanapita kwa wananchi kuwahoji na kuwauliza na kutaka maoni yao. Hata tulipotengeza dira yetu ya miaka 25 ijayo, tumerudi kwa wananchi kutaka maoni yao. Wanataka Tanzania ina gani miaka 25 inayokuja? Maoni yao ndio tumekaa kitako na kuandika dira yetu. Lakini hata panapotokea mazonge ndani ya nchi, tunatengeneza tume zinakuja kuwauliza, mnatoa maoni yenu. Hiyo ndiyo siasa safi. Wananchi wanajumuishwa kwenye mambo yanayowahusu, wako salama, usalama wa raia na mali zao. Hiyo ndiyo siasa safi ndugu zangu. Watu hawagombani, hawapigani. Hiyo ndiyo siasa safi. Mnapokerana, mnapoudhiana, mnaitana njoni tukae, tuyazungumze. Kwani kuna nini? Tuelewane, twende pamoja. Hiyo ndiyo siasa safi. Sasa kwenye uongozi bora, mimi nadhani ni yule mtu ambaye ameyakusanya yote matatu hayo, akaenda nayo vizuri na nchi ikaenda mbele kama tunavyokwenda Tanzania hivi. Kwa nini nimeyasema haya? Haya ni mambo ambayo Mwalimu Nyerere alituambia. Na toka wakati huo serikali zetu zimekuwa zikitekeleza haya kwa viwango tofauti. Nataka kuhakikishia vijana wa Kitanzania, wazee wenzangu wanayajua, lakini vijana wa Kitanzania msidanganywe. Ukichukua Afrika Mashariki, pengine na kusini kidogo na kati, Tanzania ni pepo. Hapa upo kwenye nchi yenye jina, yenye sifa zake, yenye kuendeleza watu wake. Msidanganywe. Wale walioko huko nje huko wasiwadanganye. Hapa mko pazuri kweli kweli. Kweli kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo,
kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu, mnaweza ukasema mimi narudi Tanzania ndio kwetu. Tanzania ndio kwetu. Kwa hiyo niwaambie vijana, sisi wazazi wenu tunapita. Nchi hii inawategemea nyinyi. Tunatarajia nyinyi tuachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania, msidanganywe hata kidogo. Na katika kuendesha nchi tumetengeneza mifumo mizuri sana, ambayo kila baada ya miaka 5 tunachaguana nani atuendeshe, nani ashike nafasi gani katika ngazi tofauti. Hakuna maeneo mengine wanangu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar. Asante sana studio kwa maelezo hayo ambayo yametoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akitoa ujumbe huo kwako Daktari Faraja. Naam. Umemsikiliza rais? Naam, nimemsikiliza. Ni kabla sija kuuliza swali, una maoni gani kuhusiana na hii hotuba fupi? Kati ya hotuba ndefu nimechukua eneo kidogo kuhusiana na siasa yenye mazongo, lakini baadaye mnakuja mnaitana mnazungumza. Amesema hayo. Ni wazo zuri sana, kwa sababu ukiangalia katika chaguzi nyingi zilizotangulia, uchaguzi huu umekuwa na mazongezonge mengi kama alivyosema. Mivutano imekuwepo mingi, na hata ukitembea mtaani ukijaribu kuongea na vijana, wananchi wa kawaida, unaona kabisa wanaonyesha hisia kwamba uchaguzi huu umeotesha mbegu ya uadui na chuki miongoni mwa Watanzania. Kitu ambacho hatukupaswa kufika huko. Kama Watanzania hatukupaswa kufika huko. Hatukupaswa kuzigeuza siasa zetu kuwa uadui. Huwa natamani mara nyingi nione siasa zinakuwa kama ushabiki wa Simba na Yanga. Watu wanasemana, wanashambuliana, lakini bado wanabaki kuwa marafiki. Bado watu wanashirikiana kwenye jamii. Nadhani tumekosea kama Watanzania. Ifike mahali tuzifanye siasa kwa ni mustakabali wa taifa letu, lakini kiwe ni kitu ambacho kisitugawe, yani kisiwe kichocheo au chanzo cha uadui miongoni mwa Watanzania. Ni makosa makubwa sana kama tutaelekea huko. Na dawa mojawapo kama anavyopendekeza kuwa na siasa jumuishi, lakini nilidhani sio tu swala la kuwa na siasa jumuishi. Ninadhani wasaidizi wa rais hapo baadaye, kama chama tawala kitashinda, wajielekeze kwenye ujumuishi na shirikishi. Ni mambo mawili tofauti. Mambo ujumuishi na shirikishi. Ujumuishi na ushirikishi ni tofauti. Unaweza ukaamua ukawa na meza ya chakula, wewe ndio umeandaa, utawalika watu waje kula. Lakini ushirikishi ni pamoja na kuwaita wenzako pia waje washiriki kukipika hicho chakula ambacho afu mle pamoja. Sio kwamba upike peke yako afu waalike watu kuja kula. Huo ndio ujumuishi. Asante sana Faraja kwa utangulizi huo. Hapa tunaye Balozi Rajab Ruhavi, naibu katibu mkuu mstaafu, na yeye nafikiri amefuatilia hotuba hii kwa ufupi. Tumsikilize maoni yake, lakini na hoja zako ambazo umezitoa. Balozi, unanifuatilia vizuri ukiwa Mwanza? Bila shaka. Ndio. Una nini la nimekufuatilia vizuri? Sawa, karibu. Nimemsikiliza Daktari Faraja. Ndio. Nasema nimemsikiliza vizuri Daktari Faraja, na nimepata maoni yake na kama ulivyotupa nafasi ya kusikiliza hotuba, na nakubaliana na yeye kwa sababu kama anavyosema ni maoni, anapata maoni ya vijana katika maeneo mbalimbali. Lakini jambo kubwa katika yote kwamba siasa jumuishi ni siasa zinazotoa nafasi kwa watu wote kushiriki, kama ambavyo inafanyika sasa kwamba tuna vyama 17 vinashiriki uchaguzi huu wa mwaka 2025. Viko huru, vinaeleza sera, vinakosoa, vinashauri, na kuna wakati mwingine vinakuja na mawazo ya mpango mbadala. Hilo ndio jambo jema.
na kwa hiyo ni jukumu la wananchi sasa kupima hayo mawazo na hiyo mijadala. Lakini la pili, Daktari Faraja anazungumza swala la jumuishi, ushirikishwaji. Mimi nakubaliana na yeye, lakini demokrasia inajengwa, inakuwa na inapaswa iwe endelevu, lakini himilivu vile vile. Kwa hiyo na hakika tunakaribia hiyo hatua ambayo Daktari Faraja anaipendekeza. Ni hatua nzuri kwamba msishiriki tu kwenye kupika chakula, lakini na alafu mkapelekea wengine kula, mshirike kupika pamoja. Na nadhani hiyo ni hatua muhimu sana ya kukua kwa demokrasia, na ni ushauri mzuri si kwa chama tawala peke yake, bali kwa vyama vyote vya siasa, kwamba visisubiri kushiriki demokrasia wakati wa uchaguzi peke yake. Demokrasia inaweza ikatekelezwa hata baada ya uchaguzi kwa kutoa maoni, kwa kushauri na kwa kushiriki. Kwa hiyo ni wito ambao unakuja kwa wakati, na na hakika na mimi naupokea, na nashauri na wenzangu wakubali kupokea. Lakini ustamilivu unahitaji vile vile tabia ya kukubali, kuwa tayari kwenye mambo yote, si katika kukosoa peke yake, na pamoja na kushiriki, kwamba kuna kazi ya ujenzi wa demokrasia. Tunawasifu wenzetu katika nchi mbalimbali, lakini tizama historia, wamechukua muda gani kujenga demokrasia kufika mahala walipofika. Kwa hiyo na sisi tuko njiani, tuko kwenye safari ambayo tuna hakika ziko kasoro na dosari ndogo ndogo za kukubaliana na ama kutokubaliana kwenye mambo, baadhi ya mambo kadha wa kadha, lakini bado tuko kwenye nafasi nzuri, tunasimama kama taifa. Ndiyo. Lakini tunaendelea kutoa nafasi pana kwa vijana wa Kitanzania kutumia fursa pana iliyopo ya ushiriki. Tumeona mikutano mingi iliyofanyika nchi nzima, vijana wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana. Tunadhani hii ni nafasi muhimu, na ambayo na hakika kwa maelekezo na maoni ya Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kipindi cha miaka 5 ijayo tunategemea kuyaona kwa dhati kabisa maono na dira ambayo anaitazama Tanzania kwa miaka 5 ijayo katika kutekeleza dhana nzima ya siasa jumuishi. Asante sana kwa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na siasa jumuishi. Umeizungumza vizuri, na hasa msingi wake ukitokana na hotuba ambayo ameitoa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Nirejea hapa studio. Umemsikiliza balozi? Naam. Akiwa miongoni mwa wadau wakubwa tu ndani ya Chama cha Mapinduzi, naibu katibu mkuu mstaafu, na bado anashiriki hizi siasa. Ina maana bado anasikilizwa katika chama. Amezungumzia kuhusiana na uhimilivu, usikilizano. Pamoja na kwamba ndio kuna tumesema siasa jumuishi na ushirikiano, lakini bado kuna hoja ya uvumilivu, ustahimilivu. Umemwelewa vizuri? Nimemwelewa. Na ni hekima ya muhimu sana inapofika masuala ya kufanya majadiliano yenye tija ili kufikia maendeleo. Kanuni za majadiliano au wanaita negotiations kwa Kiingereza, mnapofanya negotiations, mnapojadili kuhusu jambo fulani, inahitajika sana swala la unyumbufu, yani kwamba kila mtu awe tayari kukubali kuyaacha baadhi ya mambo kuyakubali ya mwenzake, na mwingine kuyaacha baadhi ya mambo kuyakubali ya mwenzake, ili mfikie mahali mkawa na msimamo wa pamoja. Kutunishana misuli huwa haileti manufaa sana kwenye majadiliano kama kweli mnalenga kufanikisha jambo fulani. Lakini jambo jingine ni kwamba taifa la Tanzania ni taifa la wote. Hakuna mtu ambaye anaweza akasema ana umiliki wa siasa za nchi hii kwa 100%. Kwa hiyo kama tunaelekea kwenye demokrasia, kama tunaelekea kuijenga demokrasia kama mzee anavyoshauri kwamba bado tupo kwenye hatua changa, hatua za awali za ujenzi wa demokrasia, ifike mahali tukubaliane kwamba tunahitaji kwa pamoja
kwa kuwa tumekubali kwamba nchi yetu itakuwa ni nchi ya kidemokrasia, basi mustakabali huu wa ujenzi wa demokrasia lisiachiwe kundi dogo la vyama vya siasa au kundi dogo la Watanzania. Uwe ni mchakato shirikishi na jumuishi kama ambavyo mgombea wa CCM anasisitiza. Uwe ni shirikishi na jumuishi kwa maana ya kwamba hata Watanzania wasio na mwelekeo wa vyama vyovyote vile waonje kwamba kuna mchakato fulani wa demokrasia unaendelea kwenye nchi yao. Na wale wadau wanaoshiriki kwenye kuijenga hii demokrasia, wanapoamua kuijenga demokrasia, waende na mawazo ya kusikilizana na sio mawazo ya kutaka mimi nisikilizwe. Ama hoja yangu au hoja yangu lazima iwepo mezani. Kwa hiyo ni mchakato. Kwa vyovyote vile mchakato, unapotaka kujenga nyumba kuna msingi. Huwezi kusema ujenge paa zuri alafu msingi ukawa ni mbovu. Kwa hiyo mchakato wa demokrasia unahitaji msingi imara wa masikilizano, na huo uhimilivu na kuvumiliana pia kwa hoja. Wakati mwingine sionekane hoja ya mwingine ni chungu zaidi kuliko ya kwako, mnarushiana ngumi. Huu hauwezi kuwa na mchakato sahihi wa kuanza kujenga demokrasia. Kwa hiyo kuvumiliana, kusikilizana, kuacha baadhi ya maslahi yako kwa ajili ya maslahi mapana ya kile mnachotaka kukitengeneza, ndilo jambo la msingi. Asante sana Faraja. Umesema vizuri kuhusiana na tumepita katika mambo mengi. Pamekuwa na misukosuko mingi, watu wana makovu hizi siku 60 ngapi hizi zimeacha majeraha hapa na pale. Sasa tuende kwa balozi. Balozi, Faraja amezungumza vizuri kuhusiana na siku hizi 62 na tunatarajia kufanya uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba 29. Iwapo mgombea wenu akashinda uchaguzi huu, unafikiri ataanzia wapi ili haya makovu ya kisiasa, hii mivutano iliyotokea? Na yeye mwenyewe kazungumza katika hotuba yake fupi kwamba ni wakati sasa wa kuyaweka sawa. Unadhani ni wapi pa kuanzia ili kuwa kitu kimoja na kuwa katika hizo siasa jumuishi? Sote tumemsikia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwazi na amelieleza vizuri sana jambo hili la namna ya nchi yetu anavyopenda iwe katika kipindi cha miaka 5 ijayo na pengine mingine inayoendelea, kwamba anaanzia wapi. Sisi sote tuna hakika Daktari Rais Samia Suluhu Hassan hata alipoanza tu chukua madaraka yake ya urais, alianza na jambo hili. Aliunda tume, aliunda kikosi kazi, alianzisha majadiliano miongoni mwa vyama vya siasa, na hata wale ambao walisita kuingia katika majadiliano alikubali wasikilizane, wakae wenyewe, watu ambao wanaamini wanao mvutano unaohitaji kupata suluhu. Kwa hiyo kwake yeye swala la kuwaleta pamoja vyama vya siasa, kuwaleta pamoja Watanzania, kwake nadhani hili ni jambo ambalo halina shaka. Ndio mtazamo wake, ndio maoni yake, na ndio dhamira yake kwamba Watanzania wanapaswa kukaa kama taifa moja, kujenga taifa lao. Na taifa halijengwi na watu waliosambaa, hapana. Taifa linajengwa na watu waliokusanyika pamoja, walio na malengo na maono ya pamoja. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba endapo atachaguliwa kama ambavyo wanatarajia wanachama wengi wa CCM na Watanzania, ataanza jambo hili bila shaka, na tuna hakika kwamba katika maono yake, kwa kadiri ambavyo sisi wengine tumesikiliza hotuba zake toka alipoanza hadi sasa, tunaamini dosari chache ambazo zimekwisha jitokeza katika utekelezaji wa demokrasia zitakwenda kumalizika. Ushauri wangu, nakubaliana sana na Daktari Faraja kwamba mambo makubwa hayaji kwa kulala na kuamka, hapana. Lazima yajengwe, yawekewe msingi madhubuti. Ukitaka kujenga nyumba iliyo imara na ukataka kutumia saruji,
na mabati ya kisasa, basi lazima iwe na msingi imara. Tofauti na nyumba ambayo nataka uwezeke nyasi ambaye haitakuwa na uzito mkubwa ambaye haihitaji msingi. Sisi kama taifa tuna miaka 60 na toka tumepata uhuru. Kwa hiyo hatukufika hapa kwa bahati mbaya, tumefika hapa kutokana na jitihada za viongozi wetu, jitihada za kuvumiliana, jitihada za makusudi, za utayari wa kujenga taifa linaloitwa Tanzania. Kwa hiyo ni matumaini yangu kabisa kwa dhati, bila hofu na sina mashaka, kwamba Rais Samia anakwenda kuanza kujenga msingi huu wa siasa jumuishi, kwa ameshaeleza wazi kwamba swala la katiba mpya linaenda kupata nafasi katika kipindi chake cha miaka 5. Na tulikushashiriki mchakato wa awali wa katiba mpya ambao na yeye kwa upande mmoja alikuwa mshiriki kama makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye analielewa jambo hili kwa upana, kwa uwazi, na hatuna mashaka anaanzaje na anaanzia wapi. Hapana, kwa sababu misingi yake imekwisha wekwa tayari. Ushauri wangu tu ni kwamba wadau wote sisi wa kisiasa, kwa maana ya vyama, lakini mimi nipanue wigo zaidi. Tumeamini kwamba demokrasia ni jambo linahusu vyama peke yake. Mimi nakubaliana na Daktari Faraja. Hapana, tunazo taasisi nyingi za kijamii zenye mawazo, zenye maono, na zenyewe ziwe tayari kushiriki kwa kadiri zinavyoweza katika kutekeleza jambo hili. Utayari wa Rais Samia hauna mashaka na wala hautiliwi mashaka. Na mimi naomba nitoe wito kwa Watanzania, tutumie fursa hii vizuri katika miaka yetu 5 ijayo, pamoja na kujenga nchi yetu sambamba na jitihada zinazofanywa sasa na serikali zetu zote mbili, serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi Zanzibar, za kujenga taifa letu lisimame kama miongoni mwa mataifa yenye hadhi, yenye heshima na yanayotambulika duniani. Basi ujenzi huo sambamba uende na kuimarisha misingi imara ya demokrasia ndani ya nchi yetu. Asante sana Balozi Rajab Ruhavi, naibu katibu mkuu mstaafu. Nitarejea kwako ili kuhitimisha kipindi, na pengine muda unatupa mkono. Hapa studio ni naye Faraja. Umesikiliza balozi vizuri. Inaonekana mgombea wao wa Chama cha Mapinduzi hana shaka, hana wasiwasi kabisa katika kutekeleza hili ambalo amelisema. Hofu yako ilikuwa ni nini, ama wasiwasi wako ilikuwa ni nini? Umesikiliza kabisa watu ambao wanaofanya kazi na rais ndo hawa, akikutoa mashaka kabisa kuhusiana na kujenga siasa jumuishi. Ni kweli amejitahidi kutuhakikishia kwamba kutakuwa na mabadiliko ya kisiasa baada ya serikali mpya kuundwa. Kuwa na nia ni jambo moja. Sawa. Kuanza kutekeleza hiyo nia ni jambo la pili. Wanaokuzunguka kukusaidia kutekeleza ni jambo la tatu. Ndo hapa ambao wametuhakikishia Watanzania kwamba kuna nia njema na watekelezaji wapo tayari kuitekeleza nia. Na amezungumza kutoka moyoni kabisa kwamba jambo hili linawezekana na litaweza kufanyika, kwa sababu tayari wao wenyewe wamezitambua dosari zilizojitokeza. Ni jambo la msingi sana kuona kwamba pande zinazoweza kuvutana zikatambua wapi pana tatizo. Na ni jambo la muhimu, na kuzungumza tatizo hilo kwa ukweli pasipo kufichana. Lakini ni jambo jingine la muhimu zaidi kuweza kutathmini. Wanasema unaweza kawa umeanguka mahali fulani, kila siku unaweza kaanguka hapo hapo kama hujaweza kuondoa, kama umeshindwa kutambua wapi huwa pana kuangusha. Hilo ni jambo la muhimu sana. Tumekuwa na demokrasia ya miaka 30 sasa. Toka mwaka 95. Si haba. Ni umri wa kijana rijali kabisa, umri wa kuoa na kuanzisha familia. Ni umri wa kutosha, lakini ni muhimu na sisi pia kama Watanzania kufanya tathmini kuhusu safari yetu, kwamba mara nyingi tumekuwa tukijikwaa kwenye masuala ya kidemokrasia. Kwa nini kila wakati tunajikwaa? Lazima tuangalie wapi huwa panatukwamisha. Huo ndio msingi wenyewe. Amekwambia mgombea wao iwapo atapata
ridhaa ana nia hiyo. Ana nia hiyo, na tuombe hiyo nia ikamilike, tuipe na utashi wa kisiasa ndani yake, na tuombe wale watakao kuwa wanamsaidia waweze kuwa na ushirikiano wa kutosha kuhakikisha nia ya Mheshimiwa Rais pia inatimia kadiri ya alivyoahidi wa Tanzania. Asante sana. Balozi, tunamaliza. Kipindi chetu ni kifupi sana na tuna mambo mengi wa Tanzania wangetamani wakusikie, lakini naamini tutakualika wakati mwingine ili wa Tanzania waweze kukusikia zaidi unasema nini kuhusiana na siasa za maridhiano, siasa jumuishi, ili wa Tanzania waweze kuelewa. Lakini kwa muda huu tunahitimisha na dakika kama dakika 1.5. Nikupe nafasi ya kusema jambo kuhusiana na kuelekea uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, lakini na baada ya uchaguzi nini Watanzania watarajia kutoka kwa mgombea wenu? Watanzania watarajie mema na makubwa zaidi kutoka kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan endapo atachaguliwa na timu yake wa wabunge na madiwani. Na kubwa zaidi katika hili ambalo tunazungumza sasa, lisitazamwe tu kwa upande mmoja wa chama kinachotawala. Moja ya upungufu wetu mkubwa kabisa katika kutekeleza demokrasia ni ujenzi wa vyama vyenyewe. Na hiyo nimekuwa nikimsikiliza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mara kadhaa. Na kwamba moja ya jambo ambalo litapewa umuhimu mkubwa baadaye ni kuhakikisha kwamba na vyama vyetu vyenyewe vinajengwa katika misingi hiyo ya kushirikisha, ya kupanua wigo, ya kujenga maadili ndani ya vyama vyenyewe, na kisha maadili hayo yatapata nafasi nzuri zaidi ya kutafsirika kwenye jamii. Sasa swala la utayari, mimi nataka niondoe hofu na mashaka kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anao utayari, ametuonyesha utayari katika ara zake 4 na amefanya juhudi kubwa katika, lakini na shauri na ninatoa wito kwa Watanzania kwamba unaweza ukawa na juhudi kwa upande mmoja lakini mapokeo yakawa tofauti. Kwa hiyo tunachokiona sasa na ambacho tunaamini ni dhamira ya Rais Samia ni kuvileta vyama vyote vya siasa pamoja, kujenga misingi ya utekelezaji wa demokrasia ya pamoja, lakini vile vile kuhakikisha kwamba demokrasia katika nchi yetu inakuwa endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Lakini vile vile nitoe wito wa dhati kabisa kwamba katika kutekeleza demokrasia wadau wasibaki kuwa wanasiasa peke yao. Hapana. Vyama vya kitaaluma, vyama visivyo vya kiserikali, jumuiya zisizo za serikali zinayo nafasi pana na nzuri ya kutoa maoni, ya kutoa ushauri ili kuweka msingi wetu vizuri. Maana eneo moja hilo la utayari na utashi wa kisiasa kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amelionyesha dhahiri. Na mimi wito wangu wa Tanzania wamchague, wampe kura nyingi itakapofika tarehe 28, lakini na waweke hilo deni lao la kuhakikisha kwamba dhamira hii inatekelezwa. Na wanaomsaidia rais tunatoa wito vile vile wamsaidie kuhakikisha kwamba jambo hili linatimia. Asante sana Balozi Rajabu Ruhavi, naibu katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Amefanya kazi sana za chama kwa muda mrefu. Sasa hivi yuko katika siasa nyingine. Asante sana na kushukuru sana kwa muda wako, na mimi utazungumza wakati mwingine, yako mengi tutakuja kuzungumza. Tunataka kupata mambo mengi kutoka kwako. Dr. Faraja, nakushukuru na wewe kwa kuwa nami. Tutakuita wakati mwingine. Nimeona kuna mambo mengi na wewe unataka kufahamu na mimi nataka kufahamu kwako, na balozi angetaka kujua watafiti kama nyie wa siasa mnasema nini, ili tuweze kuwapa kwa sababu mnafanya utafiti na mnachukua kutoka katika jamii. Kwa hivyo tuweze kupata jamii inasema nini na balozi aweze kusikia na aweze kusema serikali yenyewe inafanya nini kwenye masuala ya siasa. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Muda si rafiki. Mamilioni ya Watanzania bado wana kiu ya kutazama hichi kipindi, lakini ni waombe tu, muda wangu sio rafiki. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho, kitakuwa kizuri zaidi ya hiki kama kilivyokuwa kizuri, na nikusiendelea kutazama vipindi vingine.
Mwendeshaji wa kipindi hiki nilikuwa mimi Jamali Hashim. Asante kwa muda wako. Kila la heri.